Kamati ya Bunge imefanya ziara kuja kuangalia maendeleo makubwa ambayo yamefanyika baada ya uwekezaji mkubwa uliowekezwa na serikali. Tumejiridhisha, tumeona mradi mkubwa wa maboresho ya bandari ya Dar es Salaam ambao kupitia mwekezaji DP World ambaye amepata uendelezaji kuanzia geti 0 mpaka geti namba 7. Tumeshuhudia mitambo mikubwa ambayo imekuja kuwekezwa na serikali na mwekezaji kwa ujumla na kufanya ufanisi kuwa mkubwa sana wa shughuli za bandari. Bandari yetu kwa sasa imeongeza mapato, ufanisi mkubwa ambao upo kwa sasa. Hakuna tena msongamano wa meli, ni kwa sababu ya uwekezaji ambao umewekezwa. Tunashuhudia mapato ya TRA yanaongezeka kwa sababu yanapitia hapa kwenye lango, na idadi ya meli zinazokuja kupakua na kupakia zimeongezeka kwa mujibu wa taarifa tuliyoipata. Ni baada ya uwekezaji mkubwa ambao umefanyika, na tunampongeza kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake ya kufanya kazi ya kuwekeza kwenye bandari. Haikuwa kazi rahisi, ilikuwa kazi ngumu sana, kwa sababu nyinyi wenyewe mnafahamu uhalisia ulivyokuwa huko nyuma. Imani ilikuwa ndogo kwa wananchi, lakini tunapenda kuthibitisha sisi kama wawakilishi wa wananchi na kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano kwenye kamati hii tumeona vitu vingi sana ambavyo vimefanyika na uboreshaji tumeshuhudia na ufanisi kwa ujumla tumeuona. Juzi walipita bandari ya Tanga, kamati iliangalia bandari yetu ya Tanga na maboresho makubwa ambayo yamefanyika, na leo wamefanya kazi kubwa sana ya kutembelea bandari na kuona mradi mkubwa wa uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam, mradi wa dola 421 milioni. Katika kama mnavyofahamu, serikali hii ya Tanzania imefanya maboresho makubwa pamoja na kutekeleza miradi mikubwa mbalimbali ya kibandari ndani ya bahari ya Hindi na katika maziwa makuu. Huu mradi ambao walikuwa wanatembelea leo ni moja ya miradi mikubwa ambayo imetekelezwa. Mradi wa pili unaotekelezwa ni mradi wa kujenga matenki ya kuhifadhia mafuta hapa Dar es Salaam wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 642, lakini miradi mingine kama nilivyosema awali ni ule wa Tanga wa bilioni 429, ambapo maboresho makubwa yamefanywa kwenye bandari ya Tanga na hata performance ya bandari ya Tanga imeongezeka, na sasa hivi tunazungumzia zaidi ya metric tons au tani milioni 1 na kidogo. Lakini pia tuna mradi wa bandari ya Mtwara ambao na wao umekuwa na tija kubwa, zaidi ya bilioni 157 zilikuwa zimewekwa na serikali. Imepelekea bandari ile ikaongeza uwezo wa kuhudumia shehena na kufika takribani tani milioni 1.6. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.